Akizungumza wakati wa iftari iliyoandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita iliyofanyika wilayani Mbogwe, kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, amesema hatua zote muhimu za kiusalama zimechukuliwa kuelekea katika sikukuu za Eid, huku mkuu wa mkoa wa Geita akisisitiza dua ziendelee hata baada ya mfungo kumalizika. Tumejipanga vizuri, watu wasiwe na wasiwasi. Sikukuu itapita kwa usalama na amani. Tuna doria za magari, tuna doria za miguu, tuna mpango kazi maeneo yote ya mikusanyiko ya watu. Zile dua, sala za umoja, amani na upendo kwa mkoa wetu tukaziendeleze, na tuendelee kumwombea rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Na nataka tunawahakikishieni wana Mbogwe, yale yote yaliyoahidiwa serikali ya Dr. Samia itatekeleza. Endeleeni kutuhubiri tuheshimu amani, tuitunze amani, tuikumbatie amani, tuifurahie amani, tuishiriki amani na tupendane sisi kwa sisi. Shehe wa mkoa wa Geita Alhaji Yusufu Kabaju amesema dini hiyo itaendelea kuliombea taifa na viongozi wake, huku mkuu wa wilaya ya Mbogwe Sakina Mohamed akipongeza hatua hiyo. Tunaendelea kuliombea taifa letu, tunaendelea kuombea viongozi wetu ambao mmesimama kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa na utulivu, Tanzania inaendelea kupata uchumi. Na tunaona kabisa leo tuna sura mpya. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, kwa kuzingatia muda, mimi niseme wote karibuni sana na Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki. Mgeni rasmi katika hafla hiyo, naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia afya Dr. Jafari Saifu amewahakikishia wakazi wa Geita ya kuwa serikali itaendelea kutekeleza ahadi zake, hususan upatikanaji wa bima za afya kwa wote. Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia zaidi ya bilioni 200, lakini awamu ya kwanza tumeanza na bilioni 48.8 kwa ajili ya kuhakikisha wale wahitaji ili waweze kupata bima ya afya kwa wote, watibiwe katika maeneo ya ngazi ya msingi, lakini mpaka hospitali zetu kuu za kanda. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mbogwe Ferguson Masasi amewashukuru waliohudhuria katika iftari hiyo iliyoandaliwa katika wilaya ya Mbogwe kwa mkoa wa Geita. Leo tumekutana na ndugu zetu Waislamu, tumesherehekea nao, tumekula nao chakula cha pamoja, lakini pia tuna wageni mbalimbali tuwapokea, wakiwemo waheshimiwa wabunge pamoja na viongozi mbalimbali waliokuja kwenye tukio hili ambalo limefanyika kimkoa kwenye jimbo letu la Mbogwe. Kwanza mambo mengi niliyojifunza. Moja ni kuona ambavyo watu sasa tunaishi kwa kupendana, kwa kutobaguana makabila yetu, dini zetu pamoja na sura zetu, lakini kwa imani kubwa ya Mwenyezi Mungu. Mimi kama mheshimiwa mbunge wa jimbo hili. Nao baadhi ya wadau mbalimbali wa maendeleo waliohudhuria katika iftari hiyo walikuwa na haya ya kusema. Naitwa Bunga Dadu Gakala. Kiwilaya mimi ni katibu wa wachimbaji wilaya ya Mbogwe. Ninawashukuru na ninamshukuru Mungu kwa sababu ametujalia uhai mpaka siku ya leo. Tumejaliwa kuungana katika iftari hii ya ambayo tulikuwa tunaitegemea, ambayo imeandaliwa na mkuu wetu wa wilaya ya Mbogwe. Lakini pia mimi ninaishukuru serikali kwa muunganiko ambao wameufanya kuanzia kwa mkuu wa mkoa, naibu waziri ambaye alikuwa ndo mgeni rasmi, lakini pamoja na viongozi wengine mbalimbali ambao wameshirikiana kwa ajili ya kuandaa iftari hii. Iftari hii kwanza imetufundisha kutujumuisha pamoja kama sisi wadau pamoja na viongozi wengine wa serikali pamoja na watu mbalimbali ambao wapo katika wilaya hii ambao tumejumuika kwenye iftari. Kwa majina naitwa Messi Chengula, balozi wa amani Tanzania. Kwanza nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru wale wote walioandaa iftari jioni ya leo, hasa mkuu wa wilaya ya Mbogwe pamoja na mkuu wa mkoa Geita. Kwa kweli mwezi mtukufu huu unatufundisha mambo mengi ya kwamba watu waendelee kuwa na upendo, waendelee kuwa na amani, kwa sababu ya ule utamaduni ambao waasisi wetu wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Amani Abeid Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, waliadhimia kwamba wanahitaji taifa liwe na amani. Na huu mwezi mtukufu umetufundisha namna bora ya Watanzania kuishi, kuwa na upendo, hasa unavyoona matukio kama haya ya iftar yakiandaliwa.